Hakikisha unavyokutana na video hii usisahau kulike, lakini pia usisahau kuwasha kengele ya notifications na kushare video hii ili elimu hii iwafikie kwa wingi na wingi zaidi kupitia wewe. Leo tutaenda kuzungumza swali ambalo wanawake wengi mmekuwa mkijiuliza sana, sasa wajawazito. Je, kufanya tendo la ndoa kwa wakati wa ujauzito inaruhusiwa hadi lini, kwamba uache au uendelee? Wapo wanaoogopa kuwa tendo linaweza kumwathiri mtoto tumboni, na wengine huambiwa maneno tofauti tofauti kutoka kwa watu, na mwisho wanabaki na hofu katika maisha yao au kipindi chote cha ujauzito. Katika video hii tutazungumzia, je, ni salama kufanya tendo la ndoa ukiwa mjamzito, au naruhusiwa hadi mwezi gani, na ni wakati gani unatakiwa kuepuka tendo la ndoa? Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza vitu vingi. Kwanza kabisa ni muhimu kuelewa kuwa kwa ujauzito wa kawaida usio na changamoto yoyote au usio na tatizo lolote, kufanya tendo la ndoa mara kwa mara au mara nyingi huwa ni salama kabisa na sio tatizo lolote, na mtoto tumboni analindwa vizuri sana na mfuko wa uzazi, maji ya uzazi pamoja na mlango wa kizazi ambao husaidia kumkinga mtoto kuwa salama zaidi. Hivyo kwa wanawake wengi wenye ujauzito salama, tendo la ndoa haliwezi kumwathiri mtoto moja kwa moja. Sasa swali kubwa ni kwamba kufanya tendo la ndoa uruhusiwa hadi lini? Watu wengi mmekuwa mkijiuliza. Kwa kawaida mwanamke anaweza kufanya tendo la ndoa katika miezi yote ya ujauzito kama daktari hajakuzuia kufanya hivyo na kama hauna tatizo lolote la kiafya. Lakini pia ndio wanawake wengi huendelea kufanya tendo la ndoa hadi miezi ya mwisho ya ujauzito wao. Kadiri mimba inavyokuwa kubwa, mwili hubadilika, tumbo huongezeka, na wengine kupungua hamu ya kufanya tendo la ndoa na kupata upungufu wakati wa tendo la ndoa au usumbufu. Ndio maana ni muhimu kufanya kwa uangalifu au kwa nafasi ambayo haileti maumivu au pressure kubwa tumboni kwa mtoto. Lakini pia kuna wakati ambao daktari anaweza kushauri kuepuka tendo la ndoa ili kuweza kumkinga mtoto vizuri au kuweza kumtunza vizuri mtoto, na pale ambako utakuwa umefikia hatua yako ya kujifungua. Mfano, kama kuna historia ya kuharibika kwa mimba mara kwa mara, hiyo utashauriwa. Lakini pia kutokwa na damu ukeni au placenta kuwa chini au mlango wa kizazi kufunguka mapema au kutoka maji ya uzazi au dalili ya uchungu kabla ya wakati, utashauriwa, tutakushauri pia uache kufanya tendo la ndoa. Katika hizi, tendo la ndoa linaweza kuongeza hatari ya matatizo mengi zaidi. Lakini pia wanawake wengi baada ya tendo la ndoa wanaweza kuona tumbo kukaza kidogo, maumivu madogo madogo au mtoto kucheza zaidi. Mara nyingi hii hali huwa ni ya kawaida kwa muda mfupi. Lakini kama maumivu ni makali na damu inatoka au maji yanavuja, ni muhimu sana kukimbia hospitali ili uweze kupata ushauri na tiba ya haraka. Swali jingine ambalo wanawake wengi mmekuwa mkiniuliza na wengine kujiuliza, je, mbegu za mwanaume zinaweza kumwathiri mtoto? Kwa kawaida ni hapana, hazimwathiri mtoto. Kwa wajawazito au kwa ujauzito wa kawaida, mtoto huwa salama tumboni na haathiriwi na mbegu za mwanaume wakati wa tendo, hapana. Ni muhimu pia kwa wenza kuwa na mawasiliano mazuri kipindi cha ujauzito, kwa sababu mwili wa mwanamke hubadilika, homoni hubadilika, na wakati mwingine hamu ya tendo la ndoa inaweza kuongezeka au kupungua kwa kasi ghafla. Hivyo kuelewana au kuheshimiana pia ni jambo muhimu sana katika ndoa. Kwa kumalizia ni kwamba kufanya tendo la ndoa wakati wa ujauzito mara nyingi ni salama hadi mwisho wa ujauzito wako. Kama ujauzito hauna matatizo na daktari hajakataza, unaweza kufanya hadi mwisho wa kujifungua. Lakini kama una maumivu makali, damu zinatoka au unatoka maji au historia ya matatizo ya ujauzito, ni vizuri kupata ushauri kutoka kwetu kabla haujafanya kitu chochote, ili kuwa salama na mtoto kuwa salama zaidi. Asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu kupitia video hii au kupitia somo hili, hakikisha una subscribe, lakini pia una share na kulike video hii ili waweze kuiangalia watu wengi wanaohitaji kujua na kutatua maswali kama hayo. Naomba utuandikie kwenye comment kwamba je, ulikuwa unajua
tendo la ndoa linaweza kuwa salama kipindi cha ujauzito? Tuandikie.